Ilikuwa ni siku ya Jumatatu jioni, wakati narudi zangu kutembeza biashara yangu ya mtumba, kwani mimi nauza biashara ya nguo za kike. Nilipofika nyumbani, mke wangu sikumkuta. Nilikuta kufuri inaning'inia. Hivyo ilinipasa nichukue simu yangu na kuanza kumpigia mke wangu. Nilipopiga, mke wangu alikuwa apokei simu hiyo. Hivyo nilikuwa na mashaka sana, kwa kuwa sikujua mke wangu alielekea sehemu gani. Baada ya dakika 20 nikiwa nimejidamia mlangoni katika chumba changu, ndipo nilipoona message imeandikwa na mke wangu ikisema, "Samani mume wangu, nimeona miskoli yako, ila niko mbali kidogo, nikirudi nitakwambia kwa nini nilitoka." Basi meseji ile ilinisikitisha sana, lakini sikujua kwa nini alipata dharura ile ya kutoka. Ikanipasa nimsubirie kama ilivyo kawaida, kwani naye ni mwanadamu, chochote kinaweza kutokea. Basi baada ya masaa kufika, nikamwona mke wangu akirudi, huku akiwa amebeba mfuko wenye vitu ambavyo mimi sikujua vitu gani. Alipofika pale, mke wangu alifungua mlango na kuingia ndani, nami nikachukua mzigo wangu wa nguo zangu za biashara na nikaingia zangu ndani. Nilipofika ndani, nikamsalimia mke wangu. "Habari mke wangu." "Habari ya nini?" Mke wangu, mbona unanijibu hivyo? Hapa hakuna cha habari. Nimekwambia hapa hakuna cha habari. Hivi nikuulize kitu Salumu, Kila siku wewe ukitoka kwenye biashara zako, ukirudi nyumbani, wewe unasema hali ngumu. Kila siku ya Mungu unasema hali ngumu. Hivi unadhani unaweza ukaishi na mimi maisha hayo? Mimi unanifubaza wewe. Mimi ni msichana mrembo, Ni msichana mrembo ambaye nina sura nzuri, Ni msichana mwenye shepu yake, Kwa nini unanifubaza? Eti hata kula yangu mimi ni tabu. Bwana, mimi nimechoka Salumu. Nakwambia ukweli. Kama huwezi kuniachia pesa 10,000, 20,000 kwa siku, kwa kweli Salumu, naomba tu tuachane, mimi nikaangalie maisha mengine. Mke wangu, mawazo hayo yamekujia lini? Mbona leo ghafla tu unafikia kiasi cha kuniambia maneno kama hayo? Nisikilize, nikwambie kitu Salumu. Mimi binafsi siwezi. Nimekwambia yani siwezi. Kwa sababu nikwambie kitu. Mwanetu Juma, yuko kwa bibi yake, yani kwa mamako. Yupo kule anasoma. Sisi tuko wawili tu. Yani hata hela ya kuacha ya kula inakushinda. Mbona zamani ulikuwa unaacha 15,000, 20,000? Kwa nini sasa hivi inakushinda? Ni kweli unachosema mke wangu. Yani sio kama nashindwa, hali inakuwa ngumu. Yani natembeza nguo zangu huku na huko, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye ananiulizia. Sasa unadhani mke wangu mimi nifanye kitu gani? Sina namna, kwa sababu kutoka asubuhi natoka kama ilivyo kawaida wanavyotoka watu wengine, lakini Mungu bado hajanijalia. Ndio maana nikiuza suruali yenyewe moja utakuta napata labda faida 3,000, ukijumlisha na ile suruali una 6,000. Sasa ndo maana nakuachia wewe 3,000 ile 6,000, ile 3,000 nyingine naenda kuchukua suruali nyingine ili nirudishie hapa, kwa sababu nikikwama hakuna wa kutusaidia. Mke wangu, nisikilize. Yani nikwambie kitu Salumu, sasa nikwambie kama ulikuwa ujui. Leo mimi nimetoka, na kutoka zangu hapa mimi nimeshapata mtu wa kuishi naye. Nimeshapata bwana wa kuishi naye. Na umeona leo tu nimeenda kaninunulia nguo za kuvaa, na hii hapa shilingi 100,000 amenipa. Umeiona? Kwa hiyo huyo ni siku ya kwanza tukanipa hivyo. Sasa wewe unaanza kusema una kitu. Naomba mimi na wewe mapenzi. Basi hivyo hapa ninakusanya vitu vangu na kuomba unipe taraka yangu, mimi niondoke haraka sana. Salumu
alikuwa akisikiliza maneno yale kwa huzuni sana kutoka kwa mkewe, maneno ambayo yalimchanganya kwa kweli. Salumu alijikuta katika wakati mgumu sana, na wakati huo alikuwa anatetemeka kwa huzuni juu ya yale anayofanya mkewe. Salumu alibubujikwa na machozi, lakini machozi yake hayakufanya mkewe asiondoke. Hivyo mkewe akaanza kukusanya vitu na kufunga vitu vyake na kusubiria talaka kwa Salumu. Salumu alilia kama mtoto mdogo ambaye ameshikwa na homa kali. Salumu amekuwa ni mtu mwenye huzuni, amelia mpaka macho yake yamevimba kana kwamba anaumwa red eyes. Lakini Salumu alipata ujasiri wa hali ya juu sana na kumuuliza tena mkewe kwa nini ameamua kufanya maamuzi hayo. Mke wangu, kitu gani kinakufanya mpaka uchukue maamuzi magumu kiasi hicho? Ni kweli mimi hali yangu imekuwa ngumu sana, lakini mbona mke wangu unaniacha wakati mgumu wakati mimi sina kitu? Na kipindi hicho mke wangu, mbona tulikuwa tunaishi vizuri tu, tulikuwa tunakula vizuri, nilikuwa nakupa pesa vizuri na nakuachia pesa nyingi tu. Kwa nini mke wangu umefikia huko? Nisikilize nikwambie Salumu, nisikilize tena, nisikilize kwa makini sana. Ninachokwambia ndicho sahihi, kwamba mimi ni mrembo, mimi ni msichana ambaye natongozwa na wanamume ambao wananipa pesa nzuri tu. Nikitaka 30,000 sasa hivi hapa nikikupigia simu narushiwa ya vocha 40,000. Lakini wewe kila siku hali ngumu, ingawa ndiyo kipindi kile mbona ulikuwa unanipa 20,000 30,000, lakini sasa hivi hali ngumu hiyo ni wewe tu, na mimi siwezi kukaa katika hali ngumu. Kwa kweli nimevumilia, nimeshindwa, bora niondoke tu Salumu. Kweli naomba uniache tu, kwa sababu nimekwisha kukuzalia Juma na Juma yuko kwa bibi yake kama tulivyopanga, lakini mimi mtoto huyo takuachia. Lakini mimi ngoja nikajaribu maisha mengine Salumu. Kila siku mimi mirenda tu na nyumba za kupanga hizi, wenzangu wanakaanga makuku, masamaki Salumu, mimi siwezi, niache nende. Ni kweli mke wangu, lakini naomba nivumilie. Mungu anaweza akabadilisha maisha yangu, na kuomba sana mke wangu. Salumu, sina muda, naomba niandike taraka, la sivyo nitakuitia polisi sasa hivi. Hapo ndipo Salumu alipochanganyikiwa sana. Salumu alipiga moyo konde na kuanza kuchukua karatasi na peni na kuandika taraka. Salumu aliandika taraka 2 kumwandikia mkewe, na hivyo alimruhusu achukue kila kitu, ambakishie godoro tu ili apate kuanza nalo maisha. Basi mkewe na Salumu alipopokea talaka ile, akaenda akachukua fuso na kuchukua mali zake zote ndani, kama vile ambavyo Salumu alivyomwamrisha. Salumu alikuwa kibubujiko na machozi, huku akilia kwa umaskini aliyokuwa nao na kusema, Mungu wangu, kitu gani kimenikuta mimi? Kitu gani kimenikumba hiki? Kwa kweli haya maisha ni mtihani kweli. Mke wangu mrembo anaondoka, wenye pesa wanamchukua, nitaishi maisha gani mimi? Kwa kweli Mama Juma ananiacha, hali ya kuwa hata pesa ya kula kupata kwangu ni ngumu. Ila sawa, kwani siku zote mwenye shibe amjui mwenye njaa. Salumu alikuwa kibubujiko na machozi kweli. Basi ikapita siku ile, ndipo Mama Juma mkewe na Salumu alipoondoka tayari. Salumu alibaki na kile chumba, hivyo akabakishiwa godoro kama ilivyokuwa kawaida alivyotaka, na Salumu akaanza maisha upya kana kwamba anaanza maisha ya usela. Salumu siku ya kwanza hakuweza kwenda kazini kwa sababu alikuwa kichwa chake kimejawa na mawazo sana. Mawazo yalikuwa yanamuumiza sana kichwani, akiwaza na kuwazua, mbona ghafla tu
mke wangu hataki hata suluhisho. Kweli umaskini si kirema, lakini mimi naona unaniadhibu sasa. Salumu, baada ya hapo mawiki yakapita. Salumu kama ilivyo kawaida yake akaenda zake Ilala kwa ajili ya kwenda kuchukua nguo kama ilivyo ada. Salumu, kwani alikuwa ni mlengaji wa nguo, alikuwa akiendelea kwenda kuchukua nguo kama ilivyo kawaida. Salumu akawa anakwenda kununua nguo zile kama ilivyo ada yake na kutembeza mitaani. Salumu alikuwa na huzuni kwa kiasi kikubwa sana na kuona kwamba hii hali sasa inanihuzunisha. Barabarani Salumu akiwa akitembea, huku mawazo yanamjia, akiwaza maisha yamekuwa magumu kwa upande wake, na kujua kwamba hali ngumu hii sijui nitafanyaje ili kutatua tatizo. Basi hali ilikuwa hivyo kwa upande wa Salumu na ugumu ulizidi mara mbili ya pale. Kwa upande wa mkewe Mama Juma amepata mwanamume handsome, mwanamume mfanya biashara mkubwa sana. Mwanamume huyo alikuwa na kipato kikubwa sana. Mwanamume aliyempata Mama Juma alikuwa anaitwa Musa. Musa alikuwa ni tajiri maarufu sana katika mkoa wa Mwanza. Musa anajulikana sehemu zote. Musa anajulikana na watu wengi. Musa amewekeza majumba, magari barabarani pamoja na maduka. Hivyo Musa alikuwa si tajiri wa wasiwasi. Maisha yalikwenda kwa Mama Juma yalikuwa mazuri. Mama Juma na Musa walianza maisha yao kuwa makubwa kabisa kama alivyomkuta. Siku moja Salumu wakati anakwenda kutembeza skinny jeans barabarani, ndipo aliona gari nzuri sana aina ya Prado ilisimama na kutaka kuulizia zile nguo alizokuwa akitembeza. Salumu alisimama na kumwona bosi yule bila ya kujua kwamba yule ndiyo mume sasa wa mkewe, kwani hakujua lolote lililokuwa likiendelea. Basi Musa pia alikuwa hamjui Salumu, yeye alijua tu ni muuza nguo wa kawaida. Salumu alikonda sana mpaka mabega yake yalikuwa yamepanda juu kwa huzuni, yaani alikuwa akiwaza mazito sana. Salumu kama ilivyo kawaida alichukua zile nguo na kumwonyesha bosi yule ili apate kumchagulia mkewe. Wakati anampa, Musa alichukua nguo zile na kuchagua nguo nzuri, skinny jeans nzuri ili kumnunulia mke wake. Wakati huo Salumu ajui lolote, kana kwamba Musa ndiyo mume wa mkewe aliyemwacha. Basi Salumu hakutaka kufuatilia maisha ya mkewe. Alijikuta tu akipambana mwenyewe juu ya maisha yake. Na Musa akanunua skinny jeans hile na mwishowe akamwomba namba Salumu ili ampe siku atakapokuwa anataka nguo nzuri za mkewe, ndipo ambapo atampigia simu. Hayo ndiyo yalikuwa maombi ya Musa, kutaka namba ya simu kwa Salumu kwa ajili siku moja anapotaka nguo za mtumba nzuri ampe maagizo na wakutane sehemu ili amchukulie mkewe. Wakati Salumu hajui lolote kuhusu Musa na hajui kama Musa ndiyo mume wa mkewe aliyemwacha. Maisha yakaenda hivyo. Mawiki na masiku yakapita. Salumu akaanza kubadilika kidogo. Hali ya mwanzo ilikuwa ni ngumu sana, lakini sasa hivi Salumu kidogo anapata pesa za kula na kukidhi kulipa kodi, hali ambayo haikuwa nayo kabla. Salumu katika kwenda zake katika maisha yake alijikuta ni mtu mwenye mawazo muda wote.
Wakati mwingine alikuwa anashindwa hata kulala na kupata usingizi usiku. Salumu alijikuta katika wakati mgumu sana, kwani muda wote alikuwa akibubujukwa na machozi akimwomba mkewe, akimwomba Mungu amfungulie na mambo yawe mepesi zaidi, kwani Salumu alikuwa akimwaza sana mke wake. Maisha ya Salumu yalikwenda hivyo, na huku upande wa mkewe aliyemwacha, maisha yalikuwa ni mazuri kweli kweli. Yaani mkewe aliyemwacha Salumu na Musa, penzi limepamba moto. Musa alimnunulia gari nzuri sana mkewe huyo, na Musa alimchukua mkewe na kumweka katika maduka ya simu ili awe kama meneja na kusimamia maisha hayo. Hali ilikuwa nzuri kwa upande wa Mama Juma, yaani mke wa Salumu aliyemwacha. Mama Juma alikuwa maarufu sana kutokana na uwezo aliyokuwa naye mume wake Musa. Mama Juma alikuwa anatembelea magari, anabadilisha kama nguo na kuto kumfikiria tena Salumu, na maisha yake yalikuwa ni mazito kweli kweli. Siku moja wakati Mama Juma anatoka zake nyumbani kwake na kuelekea kazini kwenye maduka ya simu kama meneja, ndipo njiani alimkuta Salumu amebeba skinny jeans akitembeza. Yule mke wa Musa, Mama Juma, alivyomuona alisema, yule ni mume wangu wa zamani. Basi kibinadamu moyo ukarudi kidogo, akapiga oni na kusimamisha gari. Salumu alijua ni mteja tu wa kawaida, hivyo alikimbilia haraka sana kwenda kumuona nini anataka. Alipofika pale, Salumu alipotazama jicho alimuona ni Mama Juma. Hivyo Mama Juma alimsalimia Salumu, lakini Salumu aliitikia kwa unyonge sana, kwa sababu alimuona Mama Juma amebadilika kweli kweli. Yaani amekuwa mrembo mara 8 ya vile alivyokuwa naye. Basi kwa kuwa Salumu alikuwa na shida, akamsikiliza. Mama Juma akaanza kumwambia Salumu, Baba Juma, mambo vipi? Salama tu. Mimi nimependa hizo skinny jeans, nilikuwa nataka 2. Hamna shida. Basi Salumu akachukua skinny jeans 2, na ndipo Mama Juma akatoa shilingi 150,000 ambaye sio bei yake, kwani bei yake ilikuwa ni shilingi 10,000 kila jeans moja, lakini Mama Juma akatoa 150,000 na kumpa Salumu. Salumu akamuuliza, akamwambia, mbona umenizidishia pesa? Mama Juma akasema, nimekupa tu, wala usijali, na sahau yaliyopita, tugange yajayo. Basi Salumu alichukua ile pesa kwa unyonge sana na kuona sasa anadharirika. Basi Mama Juma akafunga vioo vya gari na kuondoka. Hali ilikuwa ngumu kwa upande wa Salumu, kwani alikuwa akiwaza sana na kustaajabu kitu gani kimemtokea. Akaona kana kwamba anateseka katika dunia hii, na kwa kuwa alikuwa amekwisha zaa naye na mtoto wao ni Juma, hivyo Salumu aliona sawa tu, hakuna shida, kwani Mungu ndiye mpangaji wa kila jambo. Miaka ikapita huku na kule na maisha yakaendelea. Wakati huo Juma sasa anasomeshwa na mama yake. Juma amefika chuo kikuu, lakini mara chache sana huwa anakwenda kumtembelea baba yake, na wakati mwingine anakwenda kukaa kwa mama yake, kwani maisha ya kwa mama yake ni mazuri ukilinganisha na kwa baba yake. Juma wakati anaendelea kusoma chuo kikuu, siku moja alimuuliza mama yake kwa kutaka kujua
kwa nini walitengana na baba yake. Mama yake alimwambia, ni kweli mwanangu, mimi baba yako nilitengana naye kwa sababu hali ilikuwa ni ngumu sana. Angalia maisha ninayoishi sasa hivi. Ni maisha mazuri sana. Ni maisha ambayo kama mfalme, hata wewe kwenda shule sekondari pamoja na chuo unalipiwa na baba yako wa kambo. Yaani baba yako uwezo wake ni mdogo sana, na baba yako ametokea familia ya kimaskini. Hivyo basi, kamwe mwanangu usije ukakaa na kutafuta mwanamke wa kimaskini, kwani ndio maana mimi nilimwacha baba yako na kuja kuolewa na baba yako wa kambo ambaye ana kipato kikubwa. Juma maneno yale yalimuumiza sana, kwa kudhani kuwa mama yake amemkosea baba yake mzazi, kwani baba yake hakupenda kuwa kwamba awe maskini kiasi hicho, lakini ilikuwa ni mipango tu ya Mungu. Hivyo Juma alimwambia mama yake, mama, unachosema si kizuri, kwani baba anatamani pia kuwa bora na kuwa na maisha mazuri kama baba wa kambo, lakini ulivyosema umemwacha baba kutokana na umaskini si jibu zuri na si sahihi, kwani baba alinilea vizuri na ndio maana akanichukua kunipeleka kwa bibi. Lakini kwa kuwa nyinyi ni watu wazima, mna maamuzi yenu, mimi nitakuja kwako na nitakwenda kwa baba kama ilivyo kawaida. Basi mama Juma, baada ya mazungumzo hayo machache ya yeye na mwanaye Juma, akaondoka zake na kuelekea katika shughuli zake. Wakati huo mumewe Musa amesafiri kwenda zake Dubai. Musa alikuwa ni tajiri maarufu sana anayejulikana na watu tofauti, lakini Musa alijinasibu na kujulikana sana kwa mabiashara ya magari, maduka ya simu na vitu vingine. Kumbe ndani ya pazia, Musa alikuwa ni muuza madawa mkubwa sana, hali ya kuwa mamake Juma ajui kitu gani kinachoendelea. Maisha yalikwenda hivyo. Baada ya muda mrefu kupita, ndipo siku moja Musa alikuwa yuko nyumbani akiwa na mkewe ambaye ni mama Juma. Walikaa nyumbani kwa muda takribani wa masaa 4 hivi. Hapo ndipo gari la polisi lilikuja na kupaki. Hapo nje kulikuwa na watu wamekaa na wakashtushwa sana kuona Defender kama 4 hivi za polisi zimekuja pale na kuzunguka na watu kushuka na mabunduki. Hali hile iliwashangaza baadhi ya watu majirani. Mara tu wakaingia ndani kwa Musa na mkewe ambaye ni mama Juma. Alishtuka sana mama Juma kuona maaskari, kwani si kitendo cha kawaida kwa mume wake kufuatwa na maaskari kiasi kile, kwani mumewe ni tajiri maarufu sana katika mkoa wa Mwanza. Hali ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hapo mama Juma alipagawa sana, lakini hakuwa na hofu kwa sababu alijua mumewe ni popari, ni tajiri mkubwa anayemiliki maroli barabarani, magari ya abiria, maduka pamoja na vinginevyo. Hali hao ilikuwa kubwa, maisha yao yalikuwa mazito. Basi askari waliingia ndani na kumfuata mama Juma na kuanza kumuhoji. Wakaanza kumuuliza maswali. Habari? Salama afande, salama. Tunaomba kukuuliza, huyu ni nani wako? Huyu ni mume wangu. Musa, huyu ni nani wako? Huyo ni mke wangu. Sasa Musa, tabia zako za kuleta madawa ya kulevya tumetumwa kutoka ngazi ya juu. Wewe ndio utakuwa msambazaji mkubwa wa hapa, na ndio maana unasababisha matatizo makubwa katika nchi. Sasa tunaondoka na wewe pamoja na mke wako.
Mama Juma alishtushwa sana kuona kwa mara ya kwanza anakamatwa na askari polisi na kupigwa pingu, pamoja na mumewe akiwekwa katika gari, na gari hiyo ikaondoka spidi sana. Pale nyumbani kulikuwa na mfanyakazi, ndipo mfanyakazi aliachwa na kuambiwa afunge milango akae zake ndani aendelee na shughuli zingine, ila askari tayari wamekwisha ondoka na Mama Juma pamoja na mumewe mpya yule ajulikanaye kwa jina la Musa. Walipofika polisi, Mama Juma alipigwa sana na kubanwa na kuhojiwa maswali. Mama Juma alipohojiwa kuhusu biashara za mume wake, Mama Juma kiukweli alishindwa kujibu na kusema kwamba mimi nilikuwa na mume wangu awali, ndipo nilipoachana na mume wangu na kuolewa na huyu mwanamume. Hivyo basi sikuwa najua chochote kuhusu maisha ya huyu mwanamume. Nilichokuwa najua tu ni biashara zake za simu, maduka haya aliyokuwa nayo na malori. Lakini hizo biashara za kuuza unga ndio kwanza na wasikia nyinyi maaskari. Maaskari wakambana tena Mama Juma na kumuuliza, katika maisha yako hajawahi kukuuliza ama kukuonyesha siri yoyote juu ya uuzaji wa madawa ya kulevya? Mama Juma akusita kujibu. Alisema, kiukweli huyu mimi nina miaka naye kama 5 hivi tangu niachike kwa mume wangu, na huyu ndiye nilikutana naye alinishawishi niachane na mume wangu ili niwe na yeye, kwa sababu alikuwa ananisaidia kwa kiasi kikubwa akinipa pesa, na kwa kuwa mimi kama mnavyoniona ni mrembo, hivyo mume wangu alikuwa hali yake ni ngumu sana, hivyo niliona niachane na mume wangu na kuja kuishi naye. Kwa hiyo ninachokijua mimi ni biashara zake tu, ila jambo lingine sijui lolote. Basi wale maaskari wakaanza kumwambia, tuambie ukweli ili usiwe na hatia, kwa sababu huyu mumeo ni muuza madawa mkubwa sana, na kiuhalisia hatoweza kutoka jela, vinginevyo tutampiga bunduki afe ama afungwe kifungo cha maisha. Hivyo ndivyo vitu viwili ambavyo vitamkuta, na ikitokea imebainika wewe unajua kuhusu biashara zake za unga, basi na wewe pia utakuwa hatiani na hukumu yako itakuwa sawa na ya mumeo. Mama Juma alibubujikwa na machozi sana. Alilia na kuwaza na kusema kwa maaskari, mimi sikuwa najua lolote juu ya mwanamume huyu, ila ninachojua tu ni mfanya biashara, hivyo sikujua kama anafanya biashara za kuuza unga. Hivyo basi naomba mnisamee mimi, kwani mimi sikuwa tayari kuishi na muuza unga, ila imetokea bila mimi kujua. Naomba mnisamee sana. Maaskari wakamwambia, hapana, haiwezekani. Inawezekana kuwa wewe unajua biashara za mumeo. Hivyo basi tunakwambia kitu kimoja, utakaa humu ndani mpaka tutakapopata jibu kamili juu ya wewe kujua biashara yake ama kutojua. Basi Mama Juma akaekwa katika selo ya wanawake na mumewe akaeka katika selo ya wanamume, huku uchunguzi ukiendelea. Wakati huo Salumu muuza mitumba, ambaye anauza skin jeans na mitumba mingine, hana taarifa yoyote juu ya aliyomtokea mkewe wa zamani, kwani mwanae yuko mkoani huko chuo akisoma na kutafuta maisha yake. Salumu kama ilivyo kawaida akawa anaendelea na biashara yake ya mitumba, na si haba Mungu sasa ameanza kumfungulia taratibu. Hali ya ugumu wa maisha uliondoka na kuanza kupata pesa taratibu, na mambo yake kidogo yamebadilika, lakini si sana, yani kile kiasi chakula huweza kumudu milo 3. Salumu katika pitapita zake za kupambana na mitumba, siku moja alikutana na mwindi mmoja maarufu sana katika mkoa huo wa Mwanza. Huyu mwindi alikuwa na magodauni yake ya mitumba.
Siku moja alikutana na Salumu, kwani Salumu alikuwa anaanza kununua baro moja moja na kukata na kwenda kutembeza na zingine kuziweka nyumbani. Basi Salumu alikutana na mwindi huyo. Mwindi huyo alitokea kumpenda sana Salumu, kwani alimuona ni kijana mpambanaji ambaye anakata baro moja la nguo na kwenda kuuza, lakini kila baada ya siku 3 huja dukani na kuchukua baro lingine. Hali hile mwindi yule ilimfurahisha sana na kumfanya apate kupendezewa kufanya biashara na Salumu. Basi muda ukafika. Siku moja mwindi alimuita Salumu nyumbani kwake na kumwambia, Salumu, naomba uje kesho asubuhi. Salumu akamwambia sawa. Alipofika asubuhi, Salumu alikoga na kujiandaa haraka sana na kuelekea kwa mwindi yule ili mradi apate kusaidiwa vizuri juu ya lile aliyemwita. Basi mwindi akamwambia, Salumu, kuna jambo nataka nikufanyie, lakini je, utakuwa mwaminifu? Salumu akasema, hakuna shaka juu ya uaminifu, kwani mimi ni mgangaji, hivyo nisipokuwa mwaminifu na maisha yangu yatakuwa ya taabu sana. Basi Salumu akamsikiliza nini mwindi anataka kufanya. Mwindi akamwambia, nitakupa baro 10 za milioni 1 nitakupa mwezi mmoja wa kwenda kufanya biashara unapopajua wewe, lakini naomba ndani ya mwezi mmoja uniletee pesa yangu, na ukifanikiwa hivyo nitakuwa na kuongeza baro 5 mpaka utakaposhindwa wewe. Salumu alifurahi, lakini aliinama chini huku akimwomba Mungu. Na Salumu alisema, Mwenyezi Mungu, naomba niongoze na unisababishie niweze kumudu hichi ambacho mwindi anataka kunifanyia. Basi Salumu bila shaka akachukua baro zile, na Salumu akatafuta sehemu nzuri ya kwenda kufungulia biashara ya jumla. Akaanza kufungua mabaro. Watu kutoka mbali, mawinga tofauti, watu tofauti wanaotaka nguo za jumla walikuwa wakienda kwa Salumu. Salumu baro 10 alikuwa anauza ndani ya siku 10 tu, azifiki mwezi mmoja. Basi pesa zake alikuwa akipata na kumpelekea mwindi, na mwindi kumwongezea mabaro mengine. Maisha yakaenda mpaka Salumu sasa akafikia kukata baro 40 mpaka 50. Turudi upande wa pili wa Musa na mkewe wa Salumu aliyemwacha, yaani Mama Juma. Kimetokea nini huko walipowekwa mahabusu? Huko mahabusu bwana, baada ya uchunguzi wa kina kabisa, ndipo Musa alikutwa na hatia ya madawa ya kulevya baada ya kwenda kusachi katika nyumba yake, katika chumba maalumu ambacho chumba hiko anamkatazaga mpaka mkewe kuingia, kwa kumwambia kwamba kuna mambo ya asiri, lakini ikakutwa unga takribani viloba 80 over cocaine. Hivyo Musa akatiwa hatiani. Musa akatiwa hatiani kwa uzaji wa madawa hayo, na pia serikali ya mkoa huo iliamua kutaifisha mali zake zote na kumpeleka mahakamani, na Musa akafungwa kifungo cha maisha jela na mali zake zote kutaifishwa na serikali ya mkoa huo. Hivyo Musa akarudi kuwa kapuku, nyumba zake zote zikapigwa mnada, mabiashara yake yote yakafungiwa na akafutiwa leseni zake. Mama Juma akaachiwa na askari baada ya maelezo marefu ya kuonyesha kwamba utajiri huo aliukuta na yeye hakujua chochote kilichokuwa kikiendelea. Hali ilikuwa hivyo, ndugu mpenzi msikilizaji. Turudi kwa upande wa Salumu sasa, ambaye Salumu
amekuwa mambo yake ni mazuri, sasa anakata baro nyingi kwa siku. Muhindi alimwamini Salumu. Ikafika kipindi sasa Salumu akaaminiwa na kutumwa Dubai kwenda kuchukua mzigo wa Muhindi pamoja na mzigo wake. Salumu amebadilika kimaisha. Salumu amekuwa tajiri mkubwa sasa. Anakwenda zake Dubai, anabeba mzigo wa mitumba na anakuja sasa Salumu anauza mzigo kwa jumla. Wakati huo Musa yuko jela na mali zake zote zimetaifishwa, na yule mke wa zamani wa Salumu ameachiwa huru, lakini ni kapuku sasa, hana kwa kushika. Ndipo ambapo aliwaza sana mwanamke yule na kuona kwamba nimtafute Salumu, yuko wapi mume wangu wa zamani, bora nikaishi maisha yale kuliko kwenda jela. Mke wake huyo wa zamani wa Salumu ndipo alipotafuta namba ya mwanaye Juma, yuko chuo, na kumuomba ampe namba ya baba yake. Juma hajasita, akampa mama yake huyo namba ya baba yake. Basi siku moja Salumu wakati yupo dukani akiwatuma wafanyakazi wake kwenda kupeleka mabarua sehemu, ndipo simu ikaita. Ilipoita simu, Salumu akaona ni namba ngeni. Hivyo kwa kuwa Salumu hakuwa na dharau, alikata na kutuma meseji kumwambia kwamba nitakupigia baada ya nusu saa. Lakini siku hiyo ikapita, ndipo Salumu alikuwa bize sana na namba hiyo akuipiga kusema la ukweli. Basi mama Juma huyo akaona hapana, ndipo akaenda zake mpaka nyumbani kwa kina Salumu. Alipofika nyumbani kwa kina Salumu ambapo mama yake na Salumu anaishi, alikuta maisha yamebadilika sana. Alikuta gari kama 5 zipo nje zimepakiwa, na akakuta nyumba imebadilishwa kuwa ni gorofa. Alishangazwa sana, hivyo akawauliza majirani waliokuwa pale na kusema kwamba eti jamani, hii nyumba imeuzwa au la? Majirani wakamjibu, wakamwambia nyumba haikuuzwa, ila hii nyumba imebadilishwa, kwani Salumu sasa hivi ni tajiri mkubwa sana ambaye maisha yake ni mazuri, anakwenda Dubai, anakwenda China kuchukua biashara na kuuza. Yule dada alijihisi kuchanganyikiwa na kuwauliza baadhi ya majirani, Salumu yule baba Juma, baba watoto wangu? Watu walishtuka kidogo. Wapo walikuwa wakimjua na wengine walikuwa hawamjui. Wakamuuliza, kwani Juma ni mwanao wewe? Akasema ndiyo, nimezaa na Salumu. Wakasema kwa hiyo wewe ndiyo mke wake na Salumu wa zamani? Yule dada akasema ndiyo. Akasema basi Salumu sasa hivi ana maisha makubwa sana, hata kukutana naye ni nadra. Salumu sio mtu wa kawaida, ni mtu ambaye anatembea na mabodyguard, anamiliki gari za kifahari, ana magari barabarani, ana maloli na maduka ya mitumba. Mama Juma alianza kuchanganyikiwa na kuvurugwa na kutamani kabisa amuone Salumu yukoje. Mara dakika si nyingi, Salumu siku hiyo alikuwa akienda kumtembelea mama yake. Mungu si Asumani bwana. Salumu alikuwa kwenye gari moja ya kifahari sana. Akifika pale karibu na kwa mama yake, ndipo yule msichana alikuwa yuko pembeni akiongea na majirani. Majirani wakamwambia, angalia gari ile inayokuja, atakuwa ndio yeye. Basi ilipofika pale wakashuka mabodyguard, akashuka msichana mmoja mrembo sana zaidi ya yule mama Juma alivyokuwa. Na mara kidogo akamuona Salumu ameshuka, anang'aa, amekula suti nzuri, akienda kumsalimia mama yake. Mama Juma alishikwa na aibu na butwa na bumbuazi kwa kujua kwamba nitaanzaje kwenda kumsalimia Salumu, na pale kuna mkewe na mule nyumbani kwao ndio kama hivyo. Washajua mimi na yeye tumeachana, watahisi kama naenda kuwaletea uchawi tu.
Basi yule mwanamke alikaa chini na kububujikwa na machozi na kusema, ama kweli usimdharau usiyemjua, kwani Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji na mwanadamu siku zote ujui yaliyofichikana. Mwanamke yule alizungumza maneno mazito sana mbele ya wale watu. Akasema, nilimdharau sana Salumu kwa kuzani hatokuja kufanikiwa. Niliona Salumu umasikini ameumbiwa, kumbe ulikuwa ni mtihani tu. Kwa kweli sasa nimeumbuka. Ningebaki na Salumu ningeishi maisha mazuri yasiyokuwa na shaka. Tamaa zangu zimeniponza na sasa ninajuta. Mwanamke yule alipomaliza kuongea maneno yale, alijikuta anadondoka na kuzimia. Majirani walichukua na kumpepea, na wengine wakaanza kusema, sasa kwa nini imetokea jambo hili? Wengine walikuwa wakimudu Salumu wakamfuata na kumwambia, Salumu, kuna mama mmoja pale amedondoka na anadai yeye alikuwa ni mzazi mwenzio. Salumu kwa huruma tu akamtuma mke wake mrembo aende pale na kumchukua yule dada kwenda naye hospitali. Basi yule mama Juma akapelekwa hospitali na mkewe Salumu. Kufika pale akamwambia apewe matibabu yoyote yale, gharama atakuja kulipa yeye Salumu. Mwanamke yule akatibiwa, baadaye akazinduka. Ndipo akakutana na mwanamke wa Salumu mpya na kumwambia, pole sana dada kwa kilicho kutokea, kwani wewe ndiye mzazi mwenzie na Salumu? Yule dada akasema ndiyo. Akasema, sawa, kwa nini ulidondoka pale? Yule dada mkewe na Salumu alimhadisia maelezo marefu sana, tangu alipotokea na mpaka alipofikia, na yote alikuwa akimfanyia Salumu. Yule dada akamwambia, usijali dada, hii yote ni dunia. Hilo ni funzo juu ya maisha, si kwako tu na kwa wengine, kwani mwanadamu ndivyo alivyo. Mwanadamu huhisi vitu ambavyo sivyo na hufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Hakuna anayetaka kuwa maskini katika maisha, ila Mungu tu humpa mitihani. Kwa hiyo basi, mkewe wa zamani wa Salumu alisikitishwa na kuwaza sana. Hivyo Salumu alimwambia, siko tayari kurudiana na wewe, kwani tayari nimepata mpenzi wa kweli aliyenivumilia katika shida na raha, na sasa nimekuwa tajiri mkubwa. Cha kukusaidia tu ni kwamba nitakupatia nyumba ya kuishi ili uishi ukae na mwanao Juma kwa amani mpaka utakapokufa, lakini masuala ya kurudiana na mimi, hilo sahau. Salumu alifanya hivyo. Ndugu mpenzi msikilizaji, hii ni simulizi ya kweli kabisa. Ni simulizi ambaye inatufunza maisha yetu. Ni simulizi ambaye inatufanya tujue kwamba usimdharau usiyemjua, kwani katika maisha hakuna aliyekamilika. Kwani katika maisha kila mmoja wetu anamuomba Mungu. Usije ukamdharau usiyemjua, kwani Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji. Mwanadamu ana uwezo wa kujipa riziki, ila riziki inaletwa na Mungu. Asante kwa kunisikiliza. Ni mimi mwanasimulizi wako nijulikanaye kwa jina la Mengi aka Kisiki. Karibu, na kama ndio mara yako ya kwanza, na kuomba usisahau kukliki button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Asante kwa kunisikiliza. Ni mimi wako mpendwa kabisa, Mr. Kisiki. Karibu.